NADA kusitisha kupeleka pamba ghafi nje. Aagiza TRA kwa maelewano kuongeza kasi. Aagiza TRA kodi kwa maelewano kuongeza kasi. Azindua chanjo ya mifugo, sasa kuku kuchanjwa bure. Maofisa ugani 7,500 kuajiriwa. Habari picha anaonekana hapa Rais Samia Suluhu Hassan akipokea tuzo ya heshima na shukrani kutoka kwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Shatu Kijaji baada ya kuzindua mpango wa chanjo na utambuzi wa mifugo jana. Kushoto anaonekana Rais Samia akizindua mpango huo viwanja vya 88 Nyakabindi, wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu jana. Gazeti la Habari Leo, uji la habari nchini Tanzania, wameweka nao habari hiyo. Tutaendelea kujenga skuli maalum kwa wasichana. Haya, huyo ni Rais Samia. Gazeti hilo la Zanzibar Leo. Uhuru anasema Rais Samia azindua chanjo ya mifugo, asema itatokomeza magonjwa na kuongeza thamani katika soko la ndani na kimataifa. Bilioni 216 zawekezwa katika kampeni ya utambuzi wa mifugo. Serikali kugharamia uwekezaji hereni na kubainisha utambuzi wa mifugo utapunguza wizi wa wafugaji. Utapunguza wizi na wafugaji kupata mikopo katika taasisi za kifedha nchini. Gazeti la Uhuru wanaweza. Samia atoa ruzuku ya bilioni 216 ya chanjo za mifugo. Chanjo ya kuku sasa kutolewa bure. Akabidhi pikipiki 700 kwa maafisa ugani. Chanjo ya kuku sasa ni bure. Samia kuja na ujenzi wa shule za wavulana. Ziara yake yaamsha hamasa kanda ya Ziwa. Azindua jengo jipya la mkuu wa mkoa wa Simiyu na TRA. Awataka Watanzania kujenga utamaduni wa kulipa kodi ili kujenga uwezo wa kujitegemea kwa uchumi wa taifa. Tulipe kodi. Ndio Rais Samia ametoa hiyo ruzuku ya bilioni hizo 216 chanjo ya mifugo, lakini vile vile amezindua jengo la TRA na yale ambayo ameyazungumza. Ndio ziara ya Mheshimiwa Rais Samia Simiyu. Ndio imekuwa ni ziara yenye mafanikio makubwa sana kwa watu wa kanda ya Ziwa, kwa maana ya Simiyu. Ukiangalia miradi ambayo imezinduliwa pale Simiyu ni miradi mingi sana. Ukiangalia kuna jengo la mkurugenzi, kuna jengo la mkuu wa wilaya, kuna hiyo chanjo. Kwa utaona ni miradi, ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wake Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa kabisa, ambaye anafanya vizuri katika uongozi wake kwa muda mfupi tu ambao yuko madarakani. Kwa utaona ni namna gani ambavyo mama ni mlezi, utaona namna gani ambavyo na anazidi kuupiga mwingi kama ambavyo Watanzania wanasema. Lakini mimi niseme sio kuupiga mwingi tu, ni kutimiza majukumu yake na kutambua wajibu wake ni nini kwa Watanzania ambao wamempa dhamana ya kuiongoza nchi yetu, nchi ambayo ina amani na utulivu. Kwa tumpongeze Mheshimiwa Rais na viongozi wote ambao wanamsaidia katika majukumu yake ya kila siku katika kuliendesha taifa letu la Tanzania. Hii ni miradi mikubwa, miradi yenye fedha nyingi, ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali. Cha msingi ni wana Simiyu kuitunza hii miradi, na hii miradi iende ikanufaishe jamii. Lakini kubwa katika swala la uzinduzi wa jengo la TRA ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira mazuri ya utendaji kazi kwa watumishi wa TRA. Na kama ambavyo amesisitiza, mimi nimependa alivyosisitiza kwamba sasa hawa watu wa TRA wende wakakusanye kodi kwa maridhiano, wawe na lugha yenye staa, na unyenyekevu, kwa sababu ndo matajiri, ndo hao wafanyabiashara. Kwa mimi nimependa hicho ambacho rais ameagiza, na hichi kitaongeza mapato zaidi, kwa sababu unapomfuata mtu kwenda kuchukua kodi kwa staa, sio kutumia mabavu, manake na yeye anakuwa na imani, lakini analipa akiwa na bashasha pia. Lakini amewambia sio kama mtu anadaiwa mamilioni basi kwamba lipa leo, sio, muelewane, utalipa shingapi, baada hapo utatoa shingapi. Huu ndio uungwana. Kwa mimi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa hiki ambacho anakifanya, kinatoa matumaini kwa Watanzania na tunapaswa kuilinda miradi yetu. Mimi nianze kukusanya itusaidia kutokuwa omba. Ndio. Tuanzie hapo kwenye swala zima la kodi. Hakuna nchi ambayo imeendelea bila kulipa kodi. Huo ndio ukweli. Tatizo linakuja kwenye watu wana elimu ya kulipa kodi, wanajua hizo taratibu na mifumo ya kulipia kodi, wanajua umuhimu wenyewe. Unajua kuna wakati mtu ukimwambia lipa kodi anaona ni kama unataka kumnyonya, ajui hiyo faida ya kodi ni nini na kwa nini anapaswa kulipa kodi, wajibu wake ni nini, lakini una njia kama hizo. Kwa hiyo
ni wajibu wa TRA ajue mtu kwamba napolipa kodi ina faida gani. Yani asione kama natoa naipa serikali. Bwana anatoa tu naipa serikali, hapana. Kwa hiyo Rais Samia anapokazia kwamba inabidi tulipe kodi ili tuache kuwa omba, hiyo ndio inaanza sasa kuleta kumbe nikilipa kodi kuna mambo yataenda bila kutegemea fedha kutoka nje. Kuna mambo hayataenda kama na mimi nitabania kodi yangu. Kwa hiyo ni wajibu wa TRA pia, licha kwamba wamezinduliwa jengo pale Simiyu. Sasa mimi nazungumzia Tanzania, yani kitaifa TRA yote, kwamba kuna wasaa inabidi kama ambavyo act yao ile Tax Administration Act ya kifungu cha 26 kinawataka TRA kutoa pia elimu ya kulipa kodi kwa mlipa kodi, ajue kipo kitengo kile cha elimu kwa mlipa kodi. Sasa swala ni kwamba Ali Mohamed wanafika mpaka maeneo ya wananchi huko vijijini sana, wanatumia njia gani kufikishia taarifa? Tupo hapa sisi AFM Radio tunafikia maeneo mengi waje. Kwa hiyo kuna media, kuna social media, lakini pia ile mguu kwa mguu waende huko wakaelimisha wananchi. Na kingine nilichokipenda ni kuhusiana na swala zima la uzinduzi wa chanjo iliyofanyika pale Simiyu. Simiyu ni moja kati ya mikoa ambayo ina mifugo mingi sana, ng'ombe na mbuzi, kondoo, lakini ajabu ni kwamba Simiyu ni moja kati ya mikoa ambayo hainufaiki na mifugo yake. Sio, unanielewa? Na sisi Tanzania ni wa pili Afrika kwa kuwa na mifugo mingi, lakini bado mifugo inachangia pato dogo tu katika pato la taifa. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu tunafuga, tunafugaje? Sio, unanielewa? Mifugo mingi inakufa kwa magonjwa, mifugo mingi inakufa kwa mabadiliko ya tabia nchi, mifugo mingi inakufa labda kwa kutokujua namna moja au namna bora ya ufugaji. Kwa hiyo unapokuja na mradi wa chanjo unaona kabisa tumeanza na BBT kwa maana ya kilimo, sasa hivi tunaanza kujitegemea, na sisi tunalisha mataifa mengine East Africa wanategemea kwenye masuala ya kilimo. Sasa kwenye mazao ya kilimo, sasa unapokuja kwenye masuala ya mifugo, unapozungumzia mazao ya mifugo ni nyama, maziwa, ngozi, mapembe, vyote. Yani ukianza kunanili yule ng'ombe, mifupa ile yote ile ni fedha ile, si ndio bwana? Sasa tunanufaikaje na mazao ya mifugo ikiwa hatuijali hii mifugo, ikiwa mifugo inakufa kila kuitoko leo? Kwa hiyo ni jambo zuri, lakini pia kwa wafugaji wenyewe sasa waache kufungia mifugo yao ndani. Kuna watu, Ali Mohamed nikwambie, anafungia mifugo yake ndani, anaogopa kwenda kuchanja kwa sababu anajua serikali watajua na mifugo mingapi waje wanataifisha, au atarogwa. Kuna majirani zake wakishajua mtu ana ng'ombe 100, huyu ana ng'ombe 50 kuanzia 60, afu mtoto mdogo tu anaanza kuwa na hizo mystical story. Nenda wakachanjwe, peleka wachanjwe ili tuweze kufuga. Na mimi nataka niongezee jambo tu hapo kwa wakulima wote, wakulima na wafugaji. Maana wakulima na wafugaji ndio hao. Sasa ombi langu mimi ni moja tu, itakapofika tunavalisha au tunawavalisha hizi hereni wanyama wetu, sababu nia na madhumuni hasa wanasema vivyo serikali ni kujua idadi kamili ya mifugo tulionayo katika nchi yetu. Maana waziri wetu wa mifugo na uvuvi Dr. Ashatu Kijaji anasema amechoka kusema takribani tuna mifugo takribani. Anataka haki ya kujua tuna mifugo mingapi. Lakini vile vile kama unaofahamu Mheshimiwa Rais amefungua nchi. Sasa hivi watu wengi wamekuwa wanatoka nchi za mbali kuja kutaka nyama yetu, imekuwa ina soko. Sasa kwa sababu nyama yetu ina soko, tuna kitu tunakosea. Kwenye masoko ya kimataifa unaambiwa uko kwa shirika la nyama duniani, ili ng'ombe wako aweze kupenya huko duniani upate hela nyingi. Sio unataka kufanya, sio unataka kuuza ng'ombe wako kimataifa, nyama Ulaya wewe. Sasa unaambiwa yule ng'ombe yule au mbuzi lazima awe na kadi yake kuanzia utotoni mpaka alipata chanjo fulani. Kama mtoto mchanga vile unapomuendesha si ana kadi ya kliniki. Sasa na mnyama naye mfugo unatakiwa awe hivyo. Kwa hiyo kuanzia mimba hiyo, kuanzia anazaliwa alipata chanjo, alifanya nini? Kwa yule nyama ikienda kuuzwa huko nje watu wanataka wajue historia. Nikajua kuanzia mimba kwamba huyu mnyama huyu mpaka leo mnatuletea tule ana kifaduro anapitia wapi? Sio mtote bala nyama ujulikane mnangu ina kimeta. Unajua ulipozungumza masuala ya namba, ndio kama wiki mbili kulikuwa na tukio kubwa sana Ali. Nilimuona kunguru ana namba, nikasema naye yuko kwenye mfumo wa kuhesabiwa. Huyu kunguru mtaani kwetu hapo bwana. Kunguru ana namba kabisa. Sasa huyo alomweka namba. Ndio tumesikia tetesi kwamba Trump anataka kutuzuia Watanzania kuingia Marekani. Tetesi zinazungumzwa sana mitandaoni. Sasa Mheshimiwa Rais anasema bora tukusanye
Hata kama mtu akitaka kutupa msaada huko asitudhalilishe. Akataka kutuwekea tabu tujue kwani si atuji. Na alikazia hapo akasema ukiangalia kwenye masuala ya rasilimali na uchumi Tanzania tuko vizuri kuliko hata Marekani. Tunakwama wapi? Hebu msikie Mheshimiwa Rais hapa. Huko nje masharti yamekuwa yanaongezeka. Leo utachokozwa kwamba Watanzania wasije huku, tumewataka sijui pasipoti zao hawakusema, tumewataka sijui nini hawakutupa. Wataka listi ya pasipoti za watu wangu weza nini? Na kipindi hiki si lazima ujiulize mara 3. Sasa kama hukupeleka nasema sikupi pesa. Usinipe, nitakusanya ndani kwangu. Kwa lazima tukusanye za ndani. Ndugu zangu wafanya biashara, lazima tulipo kodi. Hakuna nchi inayoendeshwa bila kodi, na kodi ndizo zinazoendesha nchi. Hao wanaoendelea huko na wakatusaidia ni pesa za walipa kodi wao. Wamejenga, wamenini, zimebaki, tunaomba wanatusaidia. Lakini tutaomba mpaka lini? Hatuna haja ya kuomba. Wakati mwingine tunafanya kufuru, ndugu zangu. Tanzania hii Mungu katupa madini, katupa bahari, katupa maziwa, katupa ardhi nzuri, katupa kila kitu. Lakini bado tumejikunja hivi. Tunangojea mtu mweupe aje, achimbe, achukue apeleke kwao kiduchu atupe hapa. Alafu tunaomba kule anakopeleka. Tunaomba wakati ile pesa ilitoka huku kwetu. Hatuna haja ya kufanya hivyo.